Unaitwa nani? Naitwa Ayubu Marwa. Una shuhuda ngapi? Nina shukrani maneno mawili. Baada ya mkesha wa farasi mwekundu. Farasi mwekundu. Niliporudi nyumbani kwangu. Nilipogonga geti mke wangu anifungulie mlango. Akaniambia, mume wangu unaniumiza. Anasema? Mume wangu unaniumiza. Angalia jicho langu lilipokuwa lekundu. Yaani ukiondoka kwa kuanimusa mimi naumia sana. Anasema? Nikija kwa hivi unaelewa hujaelewa? Kumbe unapokanyaga hapa madhabahuni kuna watu unawaumiza, waumie wabaki hivyo hivyo. Anasema ukikanyaga tu kwa kuanemusa yeye anaumia kule. Yeye anaumia. Ulimuuliza kwamba sasa unaumiaje? Kwa nini unaumia? Nilimwambia nipe kiti nikae. Ukaomba kiti ukae kwanza. Nikakaa. Nikamwambia, kwa nini unasema nikienda kwa kuanemusa unaumia? Wewe unajua mimi mwenyewe unavyoniumiza? Akaniambia, wewe unaumia nini? Nikamwambia mimi ni mwanaume siwezi kukuambia ninavyoumia. Sawa. Ila amini kuwa mimi mwenyewe naumia. Ndio. Kauli ya mwisho. Akaniambia, mume wangu, tukikosana mimi na wewe, hadi mtoto wetu wa kwanza Dominiki anajua kwamba mimi na wewe tumekosana. Naomba ukienda kwa kuanemusa uniombee. Nafanya mpango uende na Dominiki kwa kuanemusa. Kwa manake sasa mke umemwacha nyumbani au? Kwa siku ya leo nilivyoamka. Leo mimi ni kamanda wa shirikisho. Leo tulikuwa tunasindua kwa hiyo maana kwa kifupi ni kwamba umemwacha nyumbani. Kwa kifupi nimemwacha nyumbani. Hajafika madhabahuni. Hajafika nyumbani. Sasa unatakiwa umlete madhabahuni kama Yesu ameshafichua adui za mtu. Sawa.